Hizi timu za Kiarabu mara nyingi huwa zinafanya kama Afrika Mashariki ndio sehemu pekee ambao wanaweza wakafanya scout kwao, kwa maana ya kuchukua wachezaji ambao walikuwa wanawahitaji lakini walikuwa wana mashaka na viwango vyao. Kama angalia mtu kama Luis Jose Miquissone walimchukua, angalia Clatous Chota Chama, angalia Twisila Kisinda, angalia watu kama wakina Aziki Stefan. Wachezaji wengi wamewachukua kutoka katika ardhi yetu ya Tanzania, na hii ni baada tu ya uwekezaji mkubwa ambao unafanywa. Unajua ni kwa sababu hawa wenzetu ni giant wa Afrika, wana fedha nyingi, wana uwekezaji mkubwa katika ukanda mzima wa wachezaji. Sasa kwa timu kama MC Alger kumtaka Libase Gay, uwezo ukashangaa. Ni mchezaji mzuri, ana uwezo, na recently amekuwa na fomu ambayo inawezekana pia inaweza ikawa ni sababu ya wao kushawishika kumchukua. Muangalie mtu kama wakina Kibu Denis wameondoka Tanzania, sio? Wakina nani huyu Mutale Joshua wameondoka, wanashine huko alipo. Wakina Mukwala wameondoka, hawapo, sio? Kwa unaweza kuona ni sehemu ambayo hizi nchi za Kiarabu zimeona sehemu sahihi sasa hivi ya kufanya scouting ni kuja kuchukua katika East Africa, kwa sababu wachezaji wengi wanahitaji fedha, lakini pia vilabu hivi vyetu bado havijawa imara kwa maana misuli ya kifedha kushindana na hivi vilabu vya Kiarabu. Inakuwa ni ngumu wao kutoa milioni 700, 800, bilioni 1, bilioni 2 kumchukua mchezaji. Kwao sio issue kubwa sana. Mfano mzuri Chefondo Malone anawalipa. Angalia mtu kama Chefondo Malone, ameshabeba ubingwa tayari. Umeona mtu kama alikuwa yule beki kutoka Kongo, naye pia alienda huko. Kwa unaweza kuona ni namna gani ambavyo wanafanya scouting katika maeneo haya ya Afrika Mashariki. Sasa mimi kwa hapa Simba ilipofika sasa hivi inahitaji vitu vichache sana kuwa imara. Imesha kuwa imara, inahitaji vitu vichache sana. Inahitaji umoja wa klabu, inahitaji umoja wa viongozi, inahitaji unit mashabiki wazungumze lugha moja. Nadhani timu wanao bora sana. Hichi kitu nakisema kila siku, wachezaji mmoja wana wachezaji bora sana, lakini wanachokosa ni ile teamwork, ni ile unit. Nani atakaye kuwa pale katikati kuunganisha timu? Sidhani kama ni kipindi sahihi kwa Simba kuuza wachezaji ambao wanao sasa hivi, lakini kuna kipindi kinafika unakuwa huna namna yoyote kwa sababu ya ushawishi wa fedha na namna ambavyo anayekuja kumtaka huyo mchezaji anakuja, kwa sababu unajua hawa wachezaji nao pia wanahitaji kupata fedha nyingi ambazo utashindwa kuwapa pia. Kwa hiyo ukishindwa kuwapa, akija mtu anaweza kumpa, ataondoka tu na ataenda kwenye maisha yaliyo bora zaidi, na sio kwamba haipendi klabu yako, lakini unakuta kwamba kwa sababu maisha ya mpira ni ya muda mfupi sana, kwa hiyo unakuta kwamba anaamua kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo kwangu mimi sio wakati sahihi wa kumuuza, lakini fedha ikiwa nzuri pia ni wakati sahihi wa kufanya naye biashara. Lakini viongozi wanatakiwa wawe makini pia, isije ikawa ni vile tu kwamba Waarabu wameona mbali future ya Simba inakwenda kurudi katika ubora wake kimataifa, atatusumbua huyu, ngoja tuanze kumharibia njia zake mapema. Unajua Waarabu wana uwezo mkubwa sana wanapotaka kufanya fitna za mpira, wanaanzia mbali kidogo, tofauti na sisi kwenye fitna za mpira mpaka mechi zitengenezwe ziwe zimeshapangwa, lakini wenzetu huwa wana scan matatizo kutokea mbali. Kwa hiyo Simba inaendelea kuimarika kila siku, na sehemu ambayo Simba inaendelea kuimarika ni upande wa Libaso Geye pia. Kwa unaweza kuona namna gani ambapo Mwalimu Beka anakwenda kupata wakati mgumu kama anavyomkosa mtu kama Libaso Geye, aanze kumpata mtu mwingine ambaye ataweza kufit katika upande ule kama anavyoofa Libaso Geye. Unakuta ni changamoto, lakini ana wachezaji wengi wazuri, na hii inaweza ikawa ni mwanzo wa wachezaji wa Simba kutakwa na baadhi ya vilabu vikubwa, kwa sababu wame display performance kubwa sana. Na ukumbuke tunaenda kwenye dirisha kubwa ambapo biashara inafanyikaga tu, hakuna namna yoyote. Na wenzetu wakiwa wanamaanisha biashara, hata kuvunja mkataba wanavunja.
sio kitu ambacho kwao kina heka kubwa sana. Kwa sasa kwa sababu klabu inajitafuta. Miaka 4 unajua sio michache. Klabu imejitafuta kwa miaka 4 sasa hivi imeanza kujipata, bado ni washindani, tofauti ya pointi 2. FA wako kwenye robo finali tayari. Wameshaingia nusu tayari, wakati mpinzani wao anakwenda kukutana na Azam. Kwa hiyo unaweza kuona bado yuko katika track nzuri ya kugombea vikombe vyote vile ambavyo vimebaki. Sasa unaweza kuona namna gani ambavyo hii timu inaendelea kuimarika. Sasa ukianza kuichomoa tena, utakuja kutafuta namna ya kuiunda tena. Ndio kile ambacho tulikuwa tunazungumza mwanzoni, wa viongozi wengi walikuwa wanauza wachezaji. Ndio maana timu iko haiko imara. Lazima inahitaji kupata teamwork na unit kwenye timu, hiyo kitu kimoja, ili jamii iweze kufaidi kile kilicho bora kinachoonekana kwa sasa. Simba itakuwa rahisi kumzuia mchezaji kama MCI watamhitaji mchezaji? Haitakuwa rahisi hivyo, lakini wakiamua wanaweza. Inatakiwa patikane kiongozi ambaye ana ushawishi mzuri kwa kumuonyesha mchezaji maisha yatakavyokuwa bora akiwa hapa tofauti na kule. Unajua mwisho wa siku inaweza kuwa ni margin ndogo sana ya pesa ambayo wataitengeneza, lakini ile margin ndogo inaweza ikawa ni sababu kubwa yeye kwenda. Lakini akipata kiongozi ambaye anaweza akamwambia hii margin ndogo hii, unaweza ukakaa na sisi hapa msimu mmoja, ikaja kuwa margin kubwa zaidi ya hii. Mchezaji akipata kiongozi ambaye ana ushawishi mzuri, anaweza akabaki, kama ambavyo anafanyaga Engineer Harris na viongozi wengine wa mpira. Inawezekana ni sababu kubwa, inawezekana pia ikawa ni moja ya njia nzuri, lakini kwangu mimi bado viongozi wa Simba wanayo nafasi ya kujitetea, kwa sababu wameishi na mchezaji vizuri, hawana changamoto yoyote. Wanaweza wakaangalia tu wakakalculate hiyo cost hapo na namna ambavyo vitu vinaenda. Ushawishi upo kwenye mpira kaka, ushawishi upo, na viongozi hapa ndo unapata viongozi wa komavu kwenye soka. Wanapoingia kati na dili lile kafa na lisisikike tena, ni mchezaji mwenyewe na management yake pamoja na timu anayoichezea, kwa sababu mkataba alikuwa nao mkataba na Simba almost miaka 2, sio? Kwa naweza kuona ni kwamba tayari katika mazingira mazuri ambao anaweza akafanya yale ambayo anatakiwa kufanya. Yes, kwa hiyo kwangu mimi ni changamoto ambayo viongozi wa Simba wanakutana nayo, ambao inabidi waipambanie ili waweze kupata kile ambacho wanakitaka kilicho bora zaidi. Kwa hiyo kwa mtazamo wako wewe, Simba hawapaswi kumuuza mchezaji tegemezi kwa hivi sasa? Sio huyu tu, yani kikosi cha Simba kama kilivyo chote kile, inabidi wajitahidi kuretain wachezaji wote waliopo. Kama kuongeza basi waongeze wachache kidogo, ili uweze kuona namna gani ambavyo unaweza kupata kikosi kilicho bora zaidi ya hichi. Kwa sababu mwalimu Steve Barker anachokifanya sasa hivi, anatafuta balance na uwiano kwenye wachezaji wote wapate nafasi ya kucheza. Mwangalie mtu kama Duchu alikuwa apate nafasi ya kucheza, lakini mwalimu Barker amemwamini. Kapombe amepata changamoto, Duchu ameingia amechukua nafasi, assist 2 safi kabisa, performance nzuri. Kwa uwezo wanao kwa mwalimu Barker atawasaidia Simba kwa falsafa zake. Ni kocha ambaye anakuza na vipaji pia. Unaweza kuangalia hata alipotoka kule kocha alipotoka, unaona ni Stellenbosch. Angalia namna ambavyo aliwatengenezea balance nzuri ya timu. Timu inashuka daraja, lakini kwenye kimataifa ilifika mbali. Ndio, kwa hiyo mwisho wa siku bado ni kocha mzuri, na mwalimu nafikiri ana nafasi kubwa pia ya kuzungumza na mchezaji husika, kuona namna gani ambavyo anaweza akampa project yake, plan alizokuwa nazo na yeye, au ana mpango gani na kumtengenezea future bora zaidi. Hicho anachokipata ni kidogo, anaweza akakiboost tena msimu mmoja akiwa Simba kikawa kikubwa zaidi. Kwa hiyo wapo wachezaji ambao wanasikiliza pia ushauri. Inategemea nani anazungumza naye na anatumia ushawishi upi kuzungumza naye kwenye hali hiyo. Of course yote yanawezekana. Steve Barker ameprove hicho, kwa sababu wachezaji anao na ana uwezo mkubwa wa kuwa balance wachezaji kwa maana ya uwiano wa kucheza, ili waweze kupata kile ambacho anastahili kupata. Kwa kwangu mimi Steve Barker bado ni the best top, hakuna mbadala wake, na ni miongoni mwa makocha ambao wameprove thamani yao.